Mwaka 2016 kampuni ya teknolojia ya Anson Robotics Hong Kong ilifanikiwa kumtengeneza roboti wa kwanza mwenye uwezo wa kuongea kama binadamu, kutambua sura za watu na hata kuonyesha hisia kupitia uso wake. Roboti huyo anaitwa Sophia. Projekti ya kutengenezwa ilisimamiwa na mhandisi mvumbuzi wa Marekani aitwaye David Anson. Lengo la kutengenezwa kwa Sophia ilikuwa ni kuonyesha akili bandia jinsi inavyoweza kuwasiliana na binadamu ana kwa ana. Sophia ana kamera zilizofungwa mbele ya uso wake. Ana uwezo wa kutambua sura za watu, kusoma hisia za mtu anayezungumza naye na hata kutoa shauri pamoja na kujibu maswali kama binadamu. Good morning, Sophia. That is incorrect. Oh, it's not a good morning? What's wrong? Mwaka 2017 serikali ya Saudi Arabia ilimpatia Sophia uraia rasmi, ikamfanya kuwa roboti wa kwanza kuwa na raia. Tangu hapo Sophia amekuwa akisafiri duniani kote, ameshahudhuria mikutano mikubwa ya kimataifa, mahojiano na majukwaa ya teknolojia. Mwaka 2018 alialikwa kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa. Siku moja aliulizwa, "Je, AI itakuja kuchukua nafasi za ajira za binadamu?" Akajibu kwa utulivu kwa kusema, "AI haipo kuchukua nafasi za binadamu, bali kuwasaidia binadamu kufanya kazi vizuri zaidi." Lakini je, hilo ni kweli? Filamu ya mwaka 2004 ya I, Robot ilichezwa na Will Smith, ilionyesha dunia ambayo roboti walipewa mamlaka kusaidia binadamu, lakini siku moja mfumo ukaanza kujiendesha wenyewe na matokeo yake wakaanza kuwashambulia wanadamu. Je, ni hadithi tu ya Hollywood au ni tahadhari ya mapema? Huku Tanzania nako ubunifu wa kulala atengenezwa roboti aitwaye Eunice, ubunifu wa kumuiga roboti Sophia. Teknolojia inaenda kasi, kila siku tunazidi kuamini mfumo wa AI kwenye simu, benki, hospitali, hata kwenye vita. Lakini swali linabaki, siku mfumo ukijiendesha yenyewe bila msaada binadamu, nani atakuwa na udhibiti? Na kama roboti anaanza kufanya maamuzi kwa niaba yetu, je, tutakuwa bado tunaiongoza dunia au tutakuwa tunaongozwa?